Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Bwana, kwa mara nyingine tena tunasema tuko Bukulu hapa, na hapa tuko katika ardhi hii ya mnada mashallah. Leo tuko Babu Salam Online TV, tuko katika mnada wa Bukulu ndani ya wilaya Kondoa, na hapa tutapata mambo mengi sana hasa kuhusiana na faida na neema ambazo ziko ndani ya wilaya Kondoa, na hasa ni neema za mnada. Watu wananufaikaje kwa kupitia neema hii ya mnada? Tuende moja kwa moja tuweze kupata mambo mawili kutokana viongozi wetu ambao wako hadhiri katika maeneo haya. Twende kazi, mashallah. Naam. Allah. Naam. Bwana, hapa tumekutana na jamaa yangu Sheikh Muhammad Hussein Ndoro. Na hapa akiwa katika ardhi hii ya Bukulu B, na hapa ni mnadani mashallah. Sheikh Muhammad, tuweze kupata mambo matatu. Leo naona angalia nyama hizi, faida ambazo ziko hapa. Wewe unalielezaje faida hizi na neema hizi? Hawa ni wafanyabiashara wako kwenye mnada huu wa Bukulu. Lakini ni Bukulu kwa kipande cha hapo mbele ni kwetu Masawi. Okay. Hapa ni Bukulu. Hapa ni Bukulu B. Lakini ni mpakani na kwetu Masawi. Okay. Alhamdulillah, hao ni wafanyabiashara, wanafanya kazi ya biashara, na Mwenyezi Mungu awabarikie biashara zao. Watu muhimu sana kwenye dini hawa, kwa sababu wanapopata pesa wanaweza kusukuma dini ikaenda mbele. Kwa hiyo lazima tuombe Mungu. Naam. Okay. Kuna yale maneno yanayosema kwamba matajiri hawaonekani kwenye milango ya watu wenye elimu. Wewe unazungumzaje? Aliwahi kuzungumza mwanachuoni mmoja wa Kiirani, Buzur Jumahir. Buzur Jumahir aliwahi kuulizwa al-ilmu afdalu am al-malu, elimu ndio bora au mali? Akasema faqala balil ilmu, elimu ni bora kuliko mali. Lakini wakamuuliza tena Buzur Jumahir, ma baluna nara al-ulama ala abwab al-aghniya wala nakadu nara al-aghniya ala abwab al-ulama. Kama elimu ni bora kuliko mali, inakuwaje tunawaona mashekhe, watu wa elimu wako kwenye milango ya matajiri, wanakwenda kwenye milango ya matajiri, lakini matajiri hatuwaoni kwenye milango ya mashekhe? Inakuwaje elimu hiyo bora kuliko mali, wakati mashekhe ndio wanakwenda kwa matajiri, lakini matajiri hawaendi kwa mashekhe? Fakala, akasema dhalika li ma'rifati al-ulamai bi manfaati al-mali. Hilo ni kwa sababu ya mashekhe, ulama wanajua manufaa ya mali, mashekhe wanajua manufaa ya mali. Kwa hiyo mali mahali popote ziliko mashekhe wanazipata, kwa sababu wao wanajua manufaa ya mali. Lakini jahili al-aghniya li fadli al-ilmi, na ni kwa sababu matajiri wengi, wafanyabiashara wengi hawajui fadhila za elimu. Maana kama wangejua fadhila za elimu, na wao wangeenda kwenye milango ya mashekhe. Kama ambavyo mashekhe wanajua manufaa ya mali, mashekhe wanakwenda kwenye milango ya matajiri, mashekhe wanakwenda kwenye milango ya wenye mali, kwa sababu mashekhe wanafahamu manufaa ya mali. Lakini matajiri wengi wao hawafahamu fadhila za elimu. Kwa kuto kujua fadhila za elimu, ndio maana matajiri hawaendi kwenye milango ya mashekhe. Lakini sasa mimi ni wape nasaha na ni walinganie wafanyabiashara wote wajitahidi kufahamu fadhila ya elimu, ili sasa na wao waende kwenye milango ya mashekhe, waende kutafuta fadhila za elimu, kama ambavyo mashekhe wanakwenda kwenye milango ya matajiri, kwa sababu wao wanajua manufaa ya mali. Au sio bwana? Kwa hiyo matajiri na wafanyabiashara wajitahidi kwenda kwenye milango ya mashekhe, na mashekhe wanapokuja kwao wasifikiri kwamba ni ombaomba wanajidhalilisha au nini. Mashekhe wanajua tukienda kwa matajiri, wale ndio wanasukuma dini, wale ndio wananunua vitabu, ndio wanasaidia mashekhe. Kwa hiyo matajiri na wafanyabiashara, saidieni watu wa dini, sukumeni dini kwa pesa zenu, au sio mwalimu? Kwa sababu mashekhe, yani watu wengi wanachukulia mashekhe kama ombaomba. Hivi kwa kwanza ikaa vizuri. Yani wanawachukulia kama ombaomba wanapokwenda kwenye milango ya matajiri. Sio ombaomba, ni kwa sababu wanajua manufaa ya mali.
Sasa matajiri na wao tunawalingania wajue fadhila ya elimu. Wakinunua vitabu na wao wanaonekana wamesomesha. Allah. Wakijenga madrasa ni maana na wao wamesomesha. Bwana, sasa tuko hapa katika ardhi hii ya Bukulu na moja kwa moja niweze kupata manufaa. Tumesikia hapa moja katika neema hizi. Watu wanatakiwa kuzitumia neema hizi. Bwana, wewe kwanza jitambulishe majina yako, alafu pili tueleze faida na neema na baraka zinazopatikana katika mnada. Mnapata manufaa gani? Jitambulishe majina yako. Mimi naitwa Bwana Omar Idi Darabu. Sogeza kidogo. Mkazi wa Bereko. Kata Bereko, wilaya ya Kondoa. Tunanufaika au manufaa tunayopata kwenye mnada huu haswa ni kufanya biashara, kupata faida, kujuana na watu, naona basi na vitu mbalimbali. Mambo ni mengi kwa kweli. Mambo ni mengi. Manufaa ni makubwa. Makubwa sana.